Kizazi cha kisasa ama ukipenda Gen Z wamemtumia ujumbe mbaya kamanda wa polisi Jumanne Muliro. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Katika siku ambayo ilitawala mijadala ya mitandaoni na mitaani, sauti ya kizazi kipya ilivunja ukimya kwa hatua iliyotazamwa kama mwanzo wa mkondo mpya wa wanaharakati nchini Tanzania. Dar es Salaam ilishuhudia tukio ambalo liligeuza hisia za vijana kwa taarifa rasmi, lililogeuza mjadala kwa mkakati na zilizogeuza hasira za baada ya uchaguzi kwa mwitikio wa pamoja ulioandikwa kwa lugha ya ukomavu wa kiraia. Siku hiyo barua ya notisi ya maandamano ya amani ya Disemba 9 iliwasilishwa katika ofisi ya kamanda wa kanda maalum ya polisi. Tukio hilo ndilo liliamsha hisia kwamba kizazi cha Gen Z hakikuwa tena katika hatua ya kuzungumza, kilikuwa katika hatua ya kutenda. Kitendo hiki kilikuja katika muktadha wa majuma ambayo taifa ilikuwa halijamaliza kutetemeka kutokana na machafuko ya uchaguzi ya mwaka 2025 ya Oktoba 29 yaliyosababisha vifo, majeraha, kukamatwa kwa raia na sintofahamu iliyofunika hisia za vijana waliotazama mustakabali wao ukivurugwa na vipigo, mapambano mitaani na ukimya wa mamlaka. Gen Z waliamua kwamba sauti zao zingesubiri tena kutambulika kupitia mijadala ya mitandaoni, zingeonekana kupitia maandamano yenye sura ya nidhamu na amani katika siku ya uhuru tarehe 9 Disemba mwaka huu. Hatua hii ilitoa mwangwi wa kizazi kinachojitahidi na vilevile kinachohitaji kuonekana sio kama watazamaji wa demokrasia, bali washiriki wa michakato inayofungua mustakabali wa taifa kwa kuwasilisha barua rasmi kwa RPC Jumanne Muliro. Vijana waliweka alama ya kwanza ya safari ndefu kuelekea maandamano yanayojulikana mtandaoni kama #D9, maandamano yanayotarajiwa kuwa moja ya harakati kubwa zaidi za vijana katika historia ya miaka ya karibuni. Barua hii iliyoandikwa kwa kufuata taratibu za kisheria zilizotambuliwa na mfumo wa usalama wa ndani iliwasilishwa ofisini mwa kamanda Muliro kwa njia isiyoacha utata. Ingawa hawakumpata RPC mwenyewe, vijana wa Gen Z walihakikisha kwamba barua imekabidhiwa kwa msaidizi wake na baadaye walipiga simu ili kuthibitisha kuwa imepokewa rasmi. Katika hatua hii walionyesha uangalifu uliokolezwa na utaratibu, ishara kwamba walikuwa tayari kusimama ndani ya mfumo wa katiba wakidai haki kwa njia ambayo inatambuliwa na sheria. Rekodi ya mazungumzo yao ofisini hapo ilisambaa mtandaoni kwa kasi, ikisukuma mjadala mpana kuhusu dhana ya haki ya maandamano na safari ya vijana katika kuitetea. Sauti zilizosikika kwenye rekodi hiyo zilionyesha utulivu, nidhamu na umakini wa watu wanaotambua kwamba harakati ya kudai haki inahitaji mpangilio, sio jazba. Rekodi ikawa kama ushahidi wa kwanza wa uwazi wa dhamira yao, ukionyesha kwamba maandamano ya Disemba 9 hayangeendeshwa kama tukio la kuhamasisha, bali mkakati wa kupaza sauti za kizazi kilichojifunza kutokana na machungu ya Oktoba 29. Tarehe 9 Disemba ni siku ambayo taifa linastahili kusherehekea uhuru wake. Ni siku ya kukumbukwa ama ya kumbukumbu ya safari ndefu ya kujinasua kutoka katika mfumo wa ukandamizaji na kuingia katika enzi ya kujitawala. Gen Z walichagua siku hiyo sio kama bahati mbaya, bali kama tamko la kinara, na katika siku ambayo Tanzania hutafakari juu ya uhuru wake, wao wangesimama kudai uhuru wa kizazi kipya kutokana na ukosefu wa uwajibikaji, uvunjifu wa haki za binadamu na udhaifu wa mifumo iliyoshindwa kuwalinda vijana wakati wa machafuko ya uchaguzi. Maandamano ya D9 hivyo yakachukua sura pana zaidi ya tukio la kawaida, yakawa tamko la kizazi kinachosema kuwa uhuru haupaswi kusherehekewa tu, bali ulinzi wake lazima uwe kipaumbele. Gen Z walieleza kupitia ujumbe wao kwa umma kwamba maandamano haya yangebeba kumbukumbu za wale waliopoteza maisha, waliopigwa au kukamatwa kwenye maandamano yaliyopita. Hakukuwa na mwito wa kulipiza kisasi, ulikuwa mwito wa kutafuta haki, maridhiano na uwajibikaji.
Majuma baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 imekuwa miongoni mwa vipindi vya maumivu vilivyoacha doa kwenye kumbukumbu za kizazi hiki. Vijana walioshuhudia wenzao wakijeruhiwa, kupotea au kukamatwa bila sababu wamebeba hisia nzito ambazo hazikutabiriwa kupoa kwa urahisi. Gen Z, wengi wao wakiwa wametumia miaka kadhaa kuamini katika nguvu ya mitandao ya kijamii kama jukwaa la kuibua maswali ya kitaifa, walijikuta wakiwa katika mzunguko wa ukimya wa kiserikali na taarifa yenye utata. Kwa maandamano ya Disemba tarehe 9 yamekuwa kama dirisha la mwisho la kutuma ujumbe kwa taifa kwamba maisha ya vijana yana thamani na kwamba vifo vyao haviwezi kupotea bila hatua. Itikio la harakati hizi limesaidia kuunganisha maelfu ya vijana mijini na vijijini ambao wamesema kupitia mitandao yao ya mawasiliano kwamba wanataka taifa liwe sehemu ambayo haki inasimama bila upendeleo. Kadri video, rekodi na machapisho ya Gen Z yalivyokuwa yakisambaa, ndivyo mshikamano ulivyozidi kukua. Vijana wa tabaka tofauti, maeneo mbalimbali na itikadi tofauti walijikuta ndani ya simulizi moja lisilohusu vyama bali mustakabali wa taifa. Kile kilichoanza kama wazo lilozaliwa katika maumivu ya machafuko ya Oktoba tarehe 29 lilikuwa kama kikichukuliwa kama jukumu la kitaifa. Katika muktadha huo, viongozi wa kisiasa, wa dini na viongozi wa kijamii walitajwa katika mjadala wa namna ya kushughulikia mwangwi wa Gen Z. Ukawa ni mwito kwao kutoa nafasi kwa vijana kuzungumza kwa njia ya amani, kwa sababu kizazi hiki kinaonekana kuwa na mtazamo mpya wa kutafuta uwajibikaji ndani ya mfumo wa kidemokrasia. Wataalamu wa sheria kupitia hoja zilizosambaa mtandaoni walieleza kuwa haki ya maandamano ya amani inalindwa na katiba na ni jambo ambalo lilizidisha uelekeo kwamba mipaka ya kisiasa ilipaswa kuheshimiwa na pande zote. Utaratibu wa kuwasilisha taarifa ya maandamano kwa jeshi la polisi ni hitaji la kisheria linalolenga kuhakikisha kwamba usalama wa raia unalindwa, miundombinu inalindwa na maandamano yanafanyika ndani ya utaratibu na utambulika. Gen Z waliuzingatia utaratibu huo kwa ukamilifu, kutayarisha barua kuenda katika ofisi rasmi za jeshi la polisi kuomba kupokelewa kwa hati yao na kuthibitisha baada ya hapo kuwa imepokelewa. Kwa kufanya hivyo, waliondoa hoja za msingi zinazoweza kutumiwa dhidi yao kuhusu kutofauti ama kutofuata sheria. Hatua hii ilionekana kama msingi wa harakati zilizo na malengo yaliyofafanua vizuri maadili ya uongozi wa amani. Na picha hii iliwafanya baadhi ya wazalendo waone kwamba kizazi hiki kina uwezo wa kuongoza mchakato wa mabadiliko ya kijamii kwa njia inayowiana na msingi wa taifa. Maandamano ya Disemba tarehe 9 sio tu ishara ya maridhiano wanayoyataka, ni mwito wa kutaka serikali ichukue hatua madhubuti dhidi ya wale wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ni mwito wa kulinda maisha ya vijana ambao wamekuwa wakibeba mzigo ukosefu wa uwajibikaji. Ni mwito wa kuimarisha demokrasia kwa vitendo, sio kwa hotuba. Ni jukwaa la kukumbuka waliopoteza maisha, kujeruhiwa na kukamatwa, na jukwaa la kuhimiza uwiano kati ya nguvu za kisiasa na haki za raia. Kwa namna hiyo, maandamano haya yametajwa kuwa miongoni mwa harakati kubwa zaidi zinazoongozwa na vijana katika miaka ya karibuni, endapo yatapewa kibali. Hadi tarehe ya kutangaza barua hii hakukuwa na tamko lolote rasmi kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu iwapo maandamano ya D9 yameruhusiwa au la. Ukimya huu umeifanya jamii iwe na maswali mengi. Je, serikali itatoa nafasi kwa harakati hizi za amani? Je, itatumia ukimya kama mbinu ya kuiondoa maandamano kwenye hadhira ya umma? Je, vijana watanufaika na uhuru wa kujieleza unaotambuliwa katika katiba? Subira hii imekuwa kama hatua ya kusubiri filamu kuu, ambapo kila upande unatathmini hatua na athari za tukio linaloweza kubadili mwamko wa kisiasa nchini. Kwa Gen Z, hatua baada ya barua, tamko la polisi na ukimya wa mamlaka linaweza kuwa sehemu ya simulizi lao pana kuhusu uwajibikaji.
Kizazi hiki kimejidhihirisha kwa mara nyingine kwamba kina uwezo wa kujiandaa, kuungana na kupigania haki bila kutumia nguvu. Hakikuendesha harakati zake ndani ya giza, bali kwa uwazi unaonyesha kwamba maandamano ya Disemba tarehe 9 sio tukio la ghafla, bali ni hatua iliyopangwa. Na kadri taifa linapoukia Disemba tarehe 9, macho yote yanabakia kwa Gen Z, ni jeshi la polisi na mfumo wa kisiasa ambao uko kwenye jaribio la kuonesha ikiwa unaweza kutoa nafasi kwa sauti zisizo na nguvu za kiutawala, lakini zilizojaa ari ya mabadiliko. Gen Z wameanzisha safari ambayo inaweza kufungua kurasa mpya katika historia ya uharakati nchini, safari ambayo inataka haki, inataka uwajibikaji na inataka mustakabali usio na kivuli cha hofu. Maandamano ya D9 yakiruhusiwa, basi yatakuwa ni siku ambayo taifa litajikagua lenyewe. Yakizuiwa, yatabaki kuwa somo kwamba kizazi cha leo kiko tayari kukubali ukimya kwa namna yote ile. Taarifa yao rasmi kwa RPC Muliro imefungua lango ambalo alitafungwa kwa urahisi. Ni lango la kizazi kinachodai nafasi yake. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa za ndani na uchambuzi wa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapo